Hello mwana kijiwe cha Baba Aviga, ni siku nyingine tena na mimi ni baba yake na Aviga hapa katika kijiwe cha Baba Aviga. Kijiwe cha Baba Aviga ni mahali ambapo mara zote tumekuwa tukishirikishana mambo mbalimbali ya kijamii, lakini tukishare uzoefu, na ni mahali ambapo mara kadhaa tunaongelea masuala ya kitaaluma na hasa swala ya taaluma ya udereva kwa wewe dereva, lakini na kwa upcoming drivers. Leo tena nitakuja kwako, labda si sana katika habari ya udereva, lakini nitaleta mada ambayo kila mwanakijiwe anaweza akapata chochote kitu, lakini akashare na sisi kile anachokijua, aidha tofauti na mawazo haya au akijazilizia katika mawazo haya. Leo nitazungumzia kuhusiana na kitu kinaitwa power of diversity. Power of diversity. Power of diversity ni kitu gani, au diversity ni nini? Diversity ni utofauti na power ni nguvu, Kiswahili chake. Kwa hiyo naweza nikasema leo ninazungumzia nguvu ya utofauti au nguvu ya kutofautiana. Na kabla sijaendelea, nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba kaa nayo hiyo, utofauti wetu ndio nguvu yetu. Yaani vile mnavyotofautiana ndio nguvu yenu. Shika hiyo. Power of diversity au nguvu ya kutofautiana inakuja kutokana na kitu kimoja. Kwenye jamii tunayoishi siku zote, watu tupo wa aina tofauti. Tunatofautiana aidha kwa kipato, lakini tunatofautiana kwa kabila, tunatofautiana kwa kuna huyu ni mrefu, mwingine ni mfupi, lakini kwenye jamii moja. Kuna mwenye kipato na asiye na kipato kwenye jamii moja. Kuna Mnyakyusa lakini kuna Mhehe, kuna Mkinga na kuna Mbena, lakini wote wako kwenye jamii moja au taasisi moja. Ni kuelekeza tena, labda unielewe, kazini kwako au mahali pako unapofanyia kazi, si sehemu ambayo mko Wanyakyusa tu au watu weusi tu au warefu tu, au si hivyo. Yaani kuna Wanyakyusa, kuna Wabena, kuna Wakinga, kuna warefu, kuna wafupi, kuna wembamba na wanene, kuna wenye tabia tofauti, kuna raia wa kigeni, kuna wenyeji. Kwa ule utofauti utumie kufanya kuwa nguvu yako, ambayo utajifunza kitu kutoka kwenye huyo mtu mwingine mnayetofautiana naye. Ukijifunza kutumia ule utofauti kama fursa ya kujifunza na si kufanya uadui katika ule utofauti, ndio unakuja kupata kitu naita nguvu ya kutofautiana au power of diversity. Nikupa mfano mmoja. South Africa kuna trending ya wenyeji kuwachukia wageni, wakidai wanachukua nafasi zao za kazi, wanachukua maduka, wakihisi wao wanakosa maduka kwa ajili ya wale wageni. Kwa hiyo ule utofauti wa kiuraia wao hawajauchukua kama fursa, hivyo kuuona kuwa ni nguvu yao. Kwa leo nataka nikupe kitu kimoja, kwamba mahali unapofanyia kazi au mahali ulipo, hata ndani tu kwenye ndoa, wewe na mke wako mnatofautiana, kutoka familia A, yule katoka familia B, kwa tabia na ukabila labda wa tofauti, lakini mmekutana na tabia za huyu na za huyu zikamiti, huyu akajifunza hiki kutoka kwa huyu, mkiunganisha inaitwa nguvu. Lakini kiini sana cha somo hili nataka kumaanisha kitu kimoja. Usijaribu kuchukia utofauti unaouona baina yako na mwingine, iwe wa kipato au wa nafasi ya kazi au kupendwa kazini, ila tafuta ni kwa nini mwenzio anapendwa au anafanikiwa au yuko vile alivyo katika zile positive zake, alafu kataka kujifunza na yeye atajifunza kwako, hata kama unaonekana uko chini, lakini kuna kitu unacho yeye hana. Kwa ule utofauti ndio unaowakamilisha nyinyi mliotofautiana. Kwa mkikamilika, kwa kuwa peke yako katika ule utofauti wako mwenyewe haukamiliki. Wewe ni Mnyakyusa, una tabia zako za Kinyakyusa ambazo kuna sehemu hazikukamilishi, zinawakera watu wa kabila lingine, na hili kabila lingine kuna sehemu linakukera wewe Mnyakyusa.
Kwa mkikutana na kusoma characteristics za huyu na huyu, mnajikamilisha. Mkijikamilisha, each other au kila mmoja wenu atakuwa amekuwa competent. So kule kutofautiana kwenu kunakuwa ni nguvu. Kwa kutofautiana kwetu ndio nguvu yetu, au kutofautiana kwenu ndio nguvu yenu. Iwe kwenye taasisi unaofanyia kazi, usiwe na hali ya kuchukia mafanikio ya mwenzio, kwa sababu lazima mtofautiane, ila tafuta kujua kwa nini yule yuko pale, na yeye atajua kwa nini wewe kuna kitu ambacho unacho ni kizuri kuliko yeye, mkashare kwa ule utofauti, kwa sababu jamii always tunatofautiana. Yaani kwenye jamii moja hatuwezi kufanana. Hapo hapo unapokaa wewe umetofautiana. Kwenye kijiwe chako hicho cha bodaboda mmetofautiana. Kwenye kazi yako hapo unapofanya, kuna mmoja anaongea sana, mwingine aongee sana. Kule kuongea sana ni hasara kwenye maeneo ambayo unaona ni hasara, lakini kuna mahali yule anaongea sana anaweza akawasaidia msioongea, kwa ana faida. Na wewe unakaa kimya, kuna sehemu ile kimya yako kukaa kimya itamwokoa anayeongea. Kwa wote mkishare na kujifunza ubora wa mwenzio, mnajikamilisha. Kwa utofauti wenu, narudia, ndio nguvu yenu. Shika hilo kwenye hili somo. Ndio hii inaita power of diversity. Diversity always is power. Utofauti siku zote ndio nguvu. Kwa tembea ukijua kuna kutofautiana. Kwa usimchukie mwingine kwa tabia zake, kwa kabila lake, kwa mwili wake. Kuna mwingine ni mzima, kuna mwingine ni kirema, kuna mwingine ni mkamilifu kwenye hili, kuna lingine haujakamilika. Kwa tunakamilishana na kutegemeana. Kwa kutofautiana kwetu katika jamii zetu ndio nguvu zetu siku zote. Yes, naamini mwana kijiwe kwa sehemu umepata nini ninachotaka kumaanisha na kushare na wewe leo. Kumbuka kutofautiana kwenu hapo mlipo, hata wewe na huyo mkeo, ndio nguvu yenu. Kutofautiana kwako wewe na mfanyakazi mwenzako ndio nguvu yako. Ile tofauti uipende na uiangalie kwa jicho la positive. Hapa ni kijiwe cha Baba Aviga na mimi ni baba yake na Aviga. Sijui umeelewa nini katika hili au unaweza kuongeza nini katika hili. Share, like and comment. Share na sisi idea hapa katika kijiwe cha Baba Aviga. Lakini kumbuka, nimesema kutofautiana kwetu ndio nguvu yetu. Tusichukiane kazini, tusichukiane kwa kabila zetu, kwa dini zetu. Kule kutofautiana kidini ndio nguvu. Kuna mambo ya dini ya mwenzio, kuna muda unaweza kusifia dini ya mwenzio kwamba ona Waislamu katika hili wanafanikiwa. Jua wanafanikiwa kivipi ili kukamilisha wewe kwenye dini yako. Muislamu anasema Kristo hili wanaliweza kivipi linakukamilisha wewe. Kwa kule kutofautiana kwetu is our power. Power of diversity. Thank you. Until next time, hapa kijiweni.